Oh yeah. Yeah. Namna gani? Namna ni ile kwenye Amplifier Clouds FM. Hii ni Amplifier washindi Frida Amani Melody Ayo. Yaha Njenge yuko ready kabisa kwa ajili ya ukurasa wa 3. Sawa, ni time ya page number 3 na Professor Yaha Njenge ndo time zake hizi. Yes. Bwana, leo bwana mapema kabisa asubuhi tuliamka na taarifa kubwa kabisa ya michezo hapa nyumbani Tanzania, ambayo ilikuwa ni bodi ya ligi Tanzania ikitoa ratiba rasmi ya michezo iliyobakia ya ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini miongoni mwa michezo ambayo ilitajwa kupangiwa tarehe ni pamoja na mchezo wa Yanga dhidi ya Simba, mchezo ambao uliahirishwa kuchezwa tarehe 8 ya mwezi Machi, lakini kwa sasa ratiba mpya ambayo imetoka inaonyesha kwamba mchezo huo unatakiwa kupigwa ifikapo tarehe 15 ya mwezi Juni, ambao utapigwa katika dimba la Benjamin Mkapa. Lakini bado maswali yamebaki kuwa ni mengi sana. Siku 2 zilizopita Young Africans walitoa tena msimamo wao kwa mara nyingine tena baada ya ile taarifa ambayo walipokea kutoka CAS kule walikokata rufaa kwenye mahakama ya usuluhishi ya michezo. Yanga walitoa taarifa yao ya kuendelea kusisitiza kwamba wamepokea kile ambacho walijibiwa na CAS, lakini wamebainisha kwamba msimamo wao uko pale pale, kwamba huo mchezo wao tayari walishamalizana nao, haupo tena kwenye ratiba zao kwa mujibu wa msimamo ambao walishauweka bayana kabisa, kutokana na kwanza kutokuwa na imani na bodi ya ligi pamoja na sababu nyingine ambazo zilitajwa katika siku husika ambayo mchezo uliweza kuahirishwa. Sasa basi taarifa ya leo, hata mimi binafsi kusema ukweli, mimi pamoja na Frida, imenifanya nipate maswali ambayo yananifanya nione kwamba kuna namna bodi ya ligi kuna vitu wanaviruka katika kutoa hii ratiba. Yani ukitazama taarifa yao walioitoa Machi 8 wakati wanaahirisha mchezo, kuna mambo mengi waliyaandika ambayo yote haya wamearuka, wamekuja kurukia kwenye kutoa ratiba ya mchezo huu umepangiwa tarehe nyingine ambayo ni Juni 15. Kwenye taarifa yao ya Machi 8 kuna sehemu waliiweka bayana kwamba kutokana na sababu zile mbalimbali ambazo zilisababisha mchezo kutochezwa, kwanza waliainisha kwamba kutakuwa kuna uchunguzi ambao unaendelea, ambao kwa sababu uchunguzi huo unaweza ukachukua muda, ndio maana mchezo wakasema wameuahirisha. Lakini leo wamekuja na ratiba pasipo kutupa matokeo ya huo uchunguzi. Uchunguzi uliofanyika umebaini kitu gani? Maana yake tulitakiwa tupate kwanza majibu ya vile ambavyo vilibainika, halafu ndio watuambie kwa sababu tulibaini haya, tumeona tarehe 15 ya mwezi Juni ndio siku salama ya mchezo huu kuchezwa. Lakini hivyo vyote bodi ya ligi hawakuviweka wazi, badala yake wametoa tu moja kwa moja ratiba ya mchezo ambao utachezwa hiyo tarehe 15 ya mwezi Juni. Kwa hiyo hapo unapata picha ya kwamba kuna vitu bado vinapuuzwa. Kama labda pengine uchunguzi wao umebaini kwamba hakukuwa na sababu za msingi za kuahirisha mechi, basi walitakiwa tuambiwe ni nani na nani aliyesababisha huo uzembe na amewajibika kwa mtindo upi. Kwa sababu hapo nadhani ndio vitu pekee ambavyo vinaweza vikaifanya Young Africans iwe comfortable kucheza hii mechi. Aidha iwekwe wazi uchunguzi uliofanyika na ijulikane sababu zina msingi kiasi gani kuahirisha mechi. Kama sio kutambulika hilo, basi tuone uwajibikaji ukichukua nafasi. Moja kati ya changamoto ambayo huwa tunakutana nayo sana kwenye mpira katika huu ukanda wetu, especially Tanzania, watu hawapendi kuwajibika pale wanapokosea. Watu hawapendi, yani mtu akishakuwepo kwenye nafasi hapendi kuiachia ile nafasi hata kama sababu zimejitosheleza yeye kuachia nafasi yake. Sasa hiyo ni shida nyingine, lakini ukitazama unaona kabisa kwamba kuna vitu vilikuwa haviko sawa na uwajibikaji ulitakiwa kuchukua nafasi ili hii mechi, hizi timu mbili ziende kucheza kila mmoja akiwa amefungua moyo, maisha yaweze kuendelea na pasipotokea uwajibikaji, kwa sababu walichokifanya hapa bodi ya ligi ni kufunika kombe. Hakuna uwajibikaji, hakuna taarifa rasmi uchunguzi umekuja na majibu gani. Maana yake ni kwamba kesho na kesho kutwa litatokea tena tukio la namna hii
likitokea tena maana yake hakutokuwa tena na chumba cha kumwajibisha mtu, kwa sababu imeshatokea na watu wakawa wameyafunika tu mambo, maisha mengine yanaendelea. Maana yake msimu ujao tena itatokea, anaweza Yanga huyu ambaye leo analazimishwa kucheza mechi, anaweza na yeye akatokea akawa ameyumba sehemu na yeye pia akawa hayuko tayari kuwajibika. Je, utamwajibisha wakati hata wewe ulipokosea ulishindwa kujiwajibisha wewe mwenyewe? Kwa hiyo kuna maswali mengi ambayo bodi ya ligi bado badala ya kutoa majibu wameendelea kuyaongeza maswali. Kusema ukweli, hakuna majibu bado hayajapatikana. Jibu pekee walilolitoa ni la siku ya mechi, lakini bado kuna maswali mengi nyuma ambayo yanaendelea kuifanya Young Africans kuendelea kuwa njia panda kwenye hili. Lakini vile vile sio Young Africans tu, mwisho wa siku kuna wadau wengi ambao wanautazama mpira wetu ama wanausupport mpira wetu. Kuna watu wanafanya biashara, kuna watu ambao ni sponsors wa hivi vilabu, nao pia wanaangalia hayo matukio kwamba nini ambacho kimefanyika baada ya hili. Ukumbuke kuna watu wana haki za kuonyesha hizi mechi. Walisha arrange kila kitu na siku ile mpango umevurugika, na leo unawapangia tarehe mpya, bwana hiyo mechi itakuwa tarehe fulani, wajiandae kuonesha pasipo kujua kwamba kwa siku ile ni kwa nini mechi haikuchezwa. Uchunguzi ulileta majibu gani? Kwa hiyo kuna namna ambavyo hauzitendei haki kampuni ambazo zinajitoa kwa ajili ya kufanya ligi iende vizuri, hauwatendei haki wanaocheza kwa maana ya vilabu venyewe ambavyo ndivyo vinavyounda hiyo ligi yenyewe. Kwa hiyo kiukweli bado licha ya ratiba, lakini bado maswali yameendelea kuwa mengi sana kutokana na namna ambavyo mechi yenyewe iliahirishwa. Lakini kubwa nipenda tu Watanzania wajue hilo kwamba bodi ya ligi imetoa ratiba rasmi, japokuwa ni ratiba ambayo bado inaendelea kuleta kizungumkuti, kwa sababu haijulikani Young Africans atapeleka timu uwanjani ama ataendelea kusimamia msimamo wake wa kwamba yeye haendi kucheza hiyo mechi. Leo nilikuwa niko mahali nilipofika pale, unajua sasa hivi ukifika sehemu yoyote ile kwenye kilinge cha watu ukasema vitu viwili, ndoa hizi utapata majibu au ukaenda papu ukasema mpira wetu Yanga tunanyanyasika, ukitumia tu hizo kauli majibu nayo kabisa. So wakati kwenye haya mazungumzo yakiwa marefu, mshikaji mmoja akasema sisi kama Yanga mpaka mtu fulani aondoke ndo sisi tutaingia uwanjani. Naona sasa hiyo. Kwenye mtizamo wako hiyo unaichukuliaje? Do you think wengi wana hiyo hiyo? Mimi na hata Yanga wenyewe kwa mfano, kwa mujibu wa msimamo ambao Yanga wameusema, hawana imani na bodi ya ligi. Hiko ndicho ambacho wamekisema. Hasa kama klabu imesema haina imani na bodi ya ligi, namna gani bodi ya ligi itarejesha sasa imani ambayo klabu imeipoteza? Maana yake kuna vitu viwili, aidha ni kuwajibishana ndani ya bodi kwamba lazima kuna watu wawajibike ili imani iweze kurejea, kwamba sasa kama mtu alisema hakuna imani na bodi ya ligi, labda unaambia bwana mwenyekiti wa bodi amejiuzuru. Maana yake kuna namna unarejesha imani, kwa sababu tayari unaona kuna mtu wa juu ameamua kung'oka kwenye nafasi yake. Lakini kama sio hilo, basi ndio hiki cha pili. Taarifa yao ya tarehe 8 ilizungumza vitu vingi. Walitakiwa watoe ufafanuzi wa hivyo vitu walivyovisema. Miongoni mwavyo ni pamoja na swala la uchunguzi wa matukio mbalimbali ambayo walisema wamejiridhisha kwamba kwa namna mambo yalivyo hatuwezi kucheza mechi leo. Kuna vitu watakuwa vifanyiwe uchunguzi ambao utachukua muda kidogo. Kwa hiyo inabidi mechi hii tuipangie tarehe nyingine. Sawa, tarehe nyingine ya mechi umeipangia. Uchunguzi ulibaini kitu gani siku ya tarehe 8? Mpaka sasa hausemi. Manake ukilisema hilo, unaweza ukafanya sasa klabu iseme yes, kama uchunguzi majibu ni haya, yani majibu ya uchunguzi ndio yatakayofanya aidha klabu iwe na imani na bodi ama waendelee kusimamia msimamo wao. Kwa hiyo hoja hiyo unawaelewa wanaosema kwamba hatuchezi mechi mpaka fulani aondoke. Ndio dhana ya uwajibikaji kwenye uongozi. Kama unaoongoza hawakuamini, kwa nini uendelee kuwaongoza? I agree. Noma. Basi sawa. Mimi nashukuru pia. Bwana tukushukuru sana Profesa Yahya Njenge kwenye page namba 3. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Nashukuru mno. Basi sawa. Sasa hivi ni mida ya page number 4 ambayo inafuata muda sio mrefu.